Kwa hiyo kuna motivational gifts, kuna ministry gifts, na ninatamani tuzielewe vizuri, na tukishazielewa, Mungu akitupa neema, tutafanya zoezi la kila mtu kutambua karama yake. Nilichogundua kwenye kanisa la leo, watu wengi tunamtumikia Mungu lakini hatujui karama tulio nayo kabisa. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo mstari wa 5 anaongelea karama za huduma. Kwa maneno mengine anasema ile fursa ya huduma inayojitokeza, sawa, iliyoko mbele yako unaifanya kwa niaba ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Yaani Biblia inasema lolote mfanyalo kwa neno au kwa tendo, sawa, ifanye kama kwa Bwana. Yaani huduma ile unayoifanya, sawa, ile huduma. Na wote mtakubaliana na mimi kwamba Paulo anawaandikia Waefeso kwenye Waefeso sura ya 4 mstari ule wa 11, kwamba anatoa zile, kwamba alipopaa juu alitoa zile tunaita ofisi 5. Bwana asifiwe. Zile tunaziita karama za huduma. Bwana asifiwe sana. Lakini pia ziko kwenye Wakorinto wa kwanza sura ya 12 ule mstari wa 28 mpaka 31. Tutaona kwa mapana hizo karama. Bwana asifiwe sana. Tuko pamoja mpaka hapo Sasa mstari wa 6 Paulo anasema kisha manake wataalamu wa lugha watakubaliana na mimi kwamba kuna vitu ametangulia kusema. Sasa hiki ni nyongeza, sawa? Anasema kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Bwana asifiwe sana. Sasa hapa Paulo anaongelea ile tunaita manifestations, sawa, madhihirisho, kwamba nadhani tunafahamu, wasomaji wa Biblia na wasomaji wa Biblia na watu wote tuliookoka tunafahamu kwamba Mungu akitaka kujidhihirisha kwa watu ataachilia muujiza utendeke kwenye mkutano au kwenye kanisa. Kama Mungu anataka, Mungu anaachilia miujiza ili watu wajue kwamba Mungu yupo. Bwana asifiwe. Wajue uweza wake. Haleluya. Kwa hiyo hizi karama za kundi hili ndio zinaitwa zile karama 9 za Roho Mtakatifu. Haleluya. Kwa hiyo utakubaliana na mimi kwamba karama ni nyingi, lakini zile zinazofundishwa sana ni hizi karama 9, na tutapata muda wa kuzichambua. Hizi karama 9 tutaona zimegawanyika katika makundi madogo matatu pia. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hapa Paulo anasema matokeo au yale madhihirisho yanayotokea kwenye maisha ya watu, sawa, yanaamuliwa na Roho Mtakatifu ili Mungu Baba ajidhihirishe kwa watu, sawa. Nadhani tutakubaliana kwamba ukienda kwenye mikutano ya nje, kwa mfano, tunaona ishara na miujiza sana mikutano ya nje, kwa sababu Mungu anataka watu wamjue. Kwa hiyo atashuka kwa ishara, kwa miujiza, kwa maajabu ili watu wamjue na wamgeukie. Bwana asifiwe sana. Sasa kwa ufupi nilichosema ni kwamba kuna makundi matatu ya karama za Roho Mtakatifu, sawa. Kundi la kwanza ni zile karama za msukumo ambazo zinapatikana katika kitabu au waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 12 kuanzia mstari wa 3 pale mpaka wa 8. Lakini pia kuna karama za huduma ambazo zinapatikana kwenye waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ile ya 12
kuanzia mstari wa 28 mpaka 31, lakini pia Waefeso sura ya 4 na mstari wa 11. Bwana asifiwe sana. Lakini pia kuna karama za madhihirisho ambazo zinapatikana kwenye Wakorinto wa kwanza sura ya 12 kuanzia pale mstari wa mstari wa 7 na wa 8 pale. Tuseme mpaka wa 12. Bwana asifiwe, mpaka wa 11, mstari wa 7 mpaka wa 11. Zile karama 9 zinapatikana pale. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Wangapi wako pamoja na mimi mpaka sasa? Wangapi wamechanganyikiwa? Nyosha mkono tu, usiogope. Mmoja amechanganyikiwa. Utakuja kwenye utaelewa. Kwa hiyo karama za Roho kama nilivyosema, Paulo ndiye pengine mwandishi kwenye Biblia ambaye ameziandika sana. Sawa? Na kwa hiyo kwa sababu ameziandika kwenye angalau vitabu vitatu kwa mapana. Bwana asifiwe sana. Sasa kumekuwa na maswali na naomba niende hapo ili huyo mtu ambaye anapata shida kidogo tuende pamoja naye. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tuko pamoja watu wa Mungu? Yes. Nataka huyu mtu tuende naye. Okay. Mtu nataka tuende pamoja. Sasa yako maswali mengi ambayo watu wamekuwa wakijiuliza, na nafikiri rafiki yangu atakuwa pia anajiuliza maswali hayo. Swali mojawapo ambalo watu wengi wanajiuliza tunapojifunza habari za karama ni je, karama zinazopatikana kwenye Warumi 12 na zile zinazopatikana kwenye Wakorinto wa kwanza sura ya 12, je, zina uhusiano wowote au hapana? Bwana asifiwe. Je, zina uhusiano au hazina uhusiano? Na je, Paulo wakati anaandika habari za karama aliorozesha karama zote au aliorozesha baadhi tu na zingine tutajitafutia wenyewe? Kwa sababu kuna watu wanafundisha hivyo. Bwana asifiwe. Lakini pia mtu anaweza pia akajiuliza, je, huduma 5 zilizotajwa katika Waefeso 4 ni karama pia? Na je, Mkristo atajuaje karama alizonazo au alizopewa na Mungu? Unajuaje kwamba hii ni karama? Kwa sababu nimesikia watu wengi wanasema mimi karama yangu ni uimbaji. Na kadhalika. Je, watu wengine wanaweza kutambua karama ambayo wewe unayo? Halo? Je, inawezekana watu wengine wakatambua karama ulionayo? Na je, kunena kwa lugha ni karama? Bwana asifiwe. Na kadhalika. Yako maswali mengi ambayo watu wanajiuliza, na ninaamini tunapoendelea na somo hili haya maswali yatajibiwa. Bwana asifiwe sana. Sasa nilichotaka mimi kwa leo kwa utangulizi, nilitaka nikuoneshe maeneo ambayo karama za Roho zimetajwa na baadaye tuziangalie. Labda kwa muda niliobakiza, kwa muda niliobaki nao kwa leo, twende kwenye Warumi sura ya 12. Warumi sura ya 12. Bwana asifiwe sana. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huu ni utangulizi, na kwa sababu ni utangulizi tutaenda taratibu, na tunaweza pia tunapoendelea tutaulizana maswali. Sawa sawa watu wa Mungu, ili utoke hapa umeelewa. Haleluya. Twende kwenye Warumi sura ya 12
na tutasoma mstari wa 3 mpaka wa 9. Mstari wa 3, lakini kwa uelewa zaidi tuanzie mstari wa 1 mpaka wa 9. Biblia inasema, basi ndugu zangu na wasii kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Bwana asifiwe sana. Sasa tunaposoma mstari wa 3 mpaka wa 9, utaona kumbe Warumi sura ya 12 mstari wa 1 na wa 2 iko ndani ya muktadha wa karama za Roho. Bwana asifiwe. Paulo kwenye utangulizi wa sura ya 12 anachokisema hapa ni kwamba usipotambua karama yako, uwezekano wa kujua na kutembea katika mapenzi ya Mungu unaweza ukawa mdogo. Tunaelewana? Okay. Mstari wa 3 anasema, kwa maana kwa neema niliyopewa nawaambia kila mtu aliyoko kwenu asinie makuu kupita ilivyompasa kunia, bali awe na nia ya kiasi, kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi, wala viungo vyote havitendi kazi moja, vivyo hivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo, na viungo kila mmoja kwa mwenzake. Basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali, tuko pamoja mpaka hapo eh? Basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali, mstari wa 6, kwa kadiri ya neema mliopewa, ikiwa unabii, tutoe unabii kwa kadiri ya imani; ikiwa huduma, tuwemo katika huduma yetu; mwenye kufundisha, katika kufundisha kwake; mwenye kuonya, katika kuonya kwake; mwenye kukirimu, kwa moyo mweupe; mwenye kusimamia, kwa bidii; mwenye kurehemu, kwa furaha. Pendo na lisiwe na unafiki. Lichukieni lililo ovu. Narudia mstari wa 9. Pendo na lisiwe na unafiki. Lichukieni lililo ovu, mkiambatana na lililo jema. Bwana asifiwe sana. Paulo anazungumza kwenye sura ya 12 ya Warumi, anazungumza habari ya karama ambazo kila mtu amepewa ambaye anamwamini Kristo, na anafananisha zile karama tulizo nazo kama viungo katika mwili wa Kristo. Bwana asifiwe. Kwamba kila mmoja amepewa kwa sehemu yake, na tunapokutana pamoja tuna nia mamoja, tukafanya kazi ya Mungu pamoja, tunaujenga mwili wa Kristo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tuko pamoja. Kwa hiyo utaona ukiorozesha kwenye Warumi 12, utaona ametaja maeneo 7 ya karama hizi, kuanzia mstari wa 6 mpaka wa 8 ametaja maeneo 7. Na haya maeneo ndiyo Paulo anapoandika, ndio tumeainisha kwenye ule mstari wa 4 wa Korinto wa kwanza sura ya 12. Ni kile kinacho ule msukumo wa ndani ambao muamini anao, kile kinachochochea wewe kufanya kile unachofanya. Bwana asifiwe sana. Ndio hizi zinazoongelewa hapa. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Sitaki kusema kama wale wanaharakati wanasema tutaelewana, lakini nataka nikuhakikishie kwamba utaelewa. Haleluya. Tutaenda taratibu, utaelewa. Na ukielewa utaanza sasa kutumika kwenye kanisa
kulingana na karama yako. Bwana asifiwe. Sio kama tunafahamu, kwenye mwili wa Kristo kuna ajali nyingi zinatokea, ajali nyingi sana, kwa sababu watu wakikutana kwenye eneo moja, kwenye huduma moja, lakini wana karama tofauti, ni rahisi sana kugongana. Niwape tu mfano. Mpendwa ambaye karama yake ni ya unabii, sawa, tutaangalia huko mbele tunapoenda sifa, yani tabia za mtu mwenye karama ya namna hiyo, na mtu mpendwa ambaye ana karama ya kusaidia. Bwana asifiwe. Sawa, hawa watu wakikaa pamoja, mwenye karama ya unabii, yeye kila wakati anaona dhambi. Usipokuja ibadani, kama yeye ni mchungaji wako, ana operate kwenye karama hiyo, yani anasema umeanza kupoa siku hizi, siku hizi ulipookoka ukuwa hivi, yani hajauliza kilichokusibu. Si tuna wachungaji wa namna hiyo, yani yeye anaona tayari umesharudi nyuma, anaona tayari umeshaanguka tayari. Sawa, Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo ni muhimu sana uelewe karama ambayo Mungu amekupa, alafu utaanza kuoperate, utaanza kumtumikia Mungu kulingana na karama hiyo. Bwana asifiwe sana. Sasa kwa sababu ni Jumatano na ni siku ya mafundisho ya Biblia, niruhusu maswali. Karibu. Kama una swali uliza. Mpaka hapo kwenye utangulizi. Kuna mtu ana swali yoyote? Karibu. Karibu. Kule kwenye Wakorintho sura 12 tuna makundi matatu kule nilianza kuyataja. Nilitaka nipate uelewa mzuri kwenye hizi za Warumi 12 tulizozitaja. Zipo kundi gani? Zipo kundi la kwanza, mstari wa 4. Mstari wa 4. Anasema mstari wa 4 ile wa Korinto wa kwanza sura ya 12 mstari wa 4 anasema, basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Zile za Warumi 12 ziko kwenye huo mstari wa 4, ndio tunaziita karama za msukumo. Kile kinachokusukuma kufanya unavyofanya. Nikimwona Evodi, sawa, mara apige ngoma, mara akimbie aende kwenye media, mara, lakini sijamuona Evodi, sijamuona akikimbia kufagia kanisa. Umeshamuona? Au kupanga viti, umeshamuona? Kwa sababu Evodi karama ya msukumo alionayo sio karama ya usaidizi. Sawa? Kuna watu, yani kabla mjaja hapa wameshapanga viti, wameshavifuta. Akimwona mchungaji anakuja kule, ameshaenda kumpokea vitabu, kumpokea Biblia. Yule anaoperate kwenye karama yake aina yake. Bwana asifiwe. Mchungaji Kiongo, si una washirika? Yani kuna mshirika akiona umekuja ibadani, yani kabla hujapaki gari ameshakukimbilia, anatamani afungulie mlango, anatamani akupokee. Lakini washirika wote wanafanya hivyo? Hapana. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni karama ya msukumo. Tutajifunza, tutaona na utagundua kwamba hata wewe unayo karama vile unavyofanya. Yani usijilazimishe kufanya nje ya karama yako. Kwa sababu Paulo anasema usinie, yani usinie zaidi ya vile ulivyokirimiwa. Bwana asifiwe sana. Una swali lingine?
Swali lingine, nina dakika chache. Swali, karibu. Kuna mtu hapo? Nina dakika kama 3 hivi. Niulize kwamba kwenye hiyo mtinie zaidi ya hiyo karama uliyopewa. Mfano wewe karama yako ni kufanya maombi, au karama yako labda kuhudumia watu, labda wewe unakuta leo mara unafuta viti, mara anaenda kwenye media, mara anaenda kule nyuma, mara wapi, ujui mara yuko hapa, kesho uko kule, kesho uko kule. Mtu akisema uko maeneo gani, unasema mimi niko kote. Swali zuri sana. Tutaona tunavyoendelea. Kuna karama tunaita ya msingi. Kila muamini ana karama moja ambayo inadhihirika zaidi kuliko zingine. Wanasifiwe. Lakini sio kwamba lazima ubaki hapo hapo. Kuna watu wanaoperate kwenye karama. Okay, nisitumie Kiingereza. Kuna watu wamejaliwa karama zaidi ya moja. Wapo. Kwa mfano Paulo alikuwa anatembea kwenye karama nyingi. Wanasifiwe sana. Tutaona jinsi tunavyoendelea na somo. Lakini kila mmoja wetu, mimi, wewe na mwingine, kuna kitu ambacho kwako ndicho unafurahia, unasukumwa, yani unaona raha ukifanya eneo hilo. Hiyo ndio karama ambayo Mungu ameweka ndani mwako. Sasa ukijua, unaipalilia, na uzuri wa kujua karama yako ni kwamba utajifunza ile karama inavyotenda kazi. Kwa hiyo huduma yako itakuwa na ufanisi. Itakuwa na nini? Na ufanisi. Karibu. Okay. Jambo hili limeleta shida sana au tata katikati ya watumishi, na kama unavyofundisha hivyo, mara nyingi hata kwenye makundi yetu, nina imani watumishi wataniunga mkono kwamba tunajitahidi kugusia maneno hayo ya kufundisha karama, na unafundisha hata kwa undani sana, lakini wakati mwingine wewe mwenyewe, sio wewe, yani sisi watumishi wa Bwana au mimi, unafundisha juu ya karama, lakini hata wewe mwenyewe hujui karama ulionayo. Unajisikia kama unafundisha, lakini kama umebeba mzigo wa na washirika wangekulia wakasema tuambie karama yako. Sasa utusaidie juu ya jambo kama hilo. Nafikiri kama tunavyoendelea huko mbele tutapata majibu zaidi. Yaani unafundisha, lakini hata mtu mwenyewe unafundisha karama yako mwenyewe hujui. Wakikuuliza unatatanika. Asante. Cha msingi sana. Sasa tutakachofanya tunapoendelea na hili somo, ambacho huwa tunafanya actually, tutatengeneza mazingira ambayo tutaziorozesha zile karama zote na sifa zake. Sawa? Alafu tutaziweka mahali pa wazi. Alafu wewe utapita kwenye kila karama, utajiona. Bwana asifiwe. Utajitazama wewe mwenyewe, yani wewe mwenyewe bila kuwasukumwa na mtu. Utajiona kwamba kumbe mimi hapa. Wakati mahali fulani tulikuwa tunafundisha, dada mmoja alikuwa kwenye praise. Kwenye nini? Praise. Baada ya kugundua karama yake, akaondoka akagundua kwamba kumbe alikuwa anaweka kiwingu kwenye praise. Kwa sababu sio lazima ukiwa ngoja tuishie hapo. Ngoja tuishie hapo. Tunachosema umuhimu wa kugundua karama yako, huduma yako itakuwa na ufanisi. Neno ufanisi linaeleweka? Yaani utafanya kwa viwango bora zaidi kuliko ulivyokuwa unafanya. Haleluya. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru. Asante kwa somo hili. Mfalme Yesu, tunajiweka chini ya uongozi wako. Roho Mtakatifu, endelea kusema na mioyo yetu na maisha yetu, ukayaweke wazi zaidi mafundisho haya,
ili kila mmoja wetu Bwana ajitambue, atambue ile hazina ambayo umewekeza ndani mwake, atambue kile ambacho Mungu umekiweka ndani yake ili kitumike kwa ajili ya utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo, amen.